likatuponye, likatuokoe. Asante kwa ibada hii ya pili, jidhihirishe kwa utukufu wako. Amen. Pe Bwana makofi ya shukrani. Karibu uketi, mpe Bwana makofi ya shukrani tena. Ongeza makofi kwa Mungu wetu. Anastahili sifa. Haleluya. Anastahili kuabudiwa. Haleluya. Ongeza makofi ya shukrani kwa mfalme Bwana. Ongeza tena makofi ya shukrani. Haleluya. Ongeza makofi ya shukrani. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. 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 Hebu mara mbili mara tatu tuinue mikono tuimbe. Hallelujah. 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 Amen. Pe Bwana makofi ya shukrani tena. Tarudi kumwabudu Mungu tena pale mbele kidogo. Acha nifundishe kidogo kwa muda mfupi. Kichwa ambacho tuko nacho bado ni omba kwa ufahamu wa kiroho, kwa lugha, kwa kutumia lugha za kiroho, kuondoa maneno ya mithali kama vifungo kwako. Omba kwa ufahamu wa kiroho, kwa lugha za, kwa kutumia lugha za kiroho, kuondoa maneno ya mithali kama vifungo kwako.
Nini maana ya lugha za misemo ya mithali kibiblia au kiroho? Nini maana ya mithali kiroho? Mithali ni kauli au misemo inayotamkwa mara kwa mara yenye maana ya ndani kiroho, ambayo inaweza kuathiri maisha ya mtu, iwe kwa baraka au kwa vifungo. Narudia. Nini maana ya maneno ya mithali kiroho? Mithali ni kauli au misemo inayotamkwa mara kwa mara yenye maana ya ndani kiroho, ambayo inaweza kuathiri maisha ya mtu, iwe kwa baraka au vifungo. Na mara nyingi maneno haya hutokana na tamaduni za kifamilia, tamaduni za mazingira ya eneo fulani, au tamaduni za kiimani katika maeneo mbalimbali. Ninakimbia. Mithali kiroho hubeba ujumbe wenye maana ya ndani zaidi kuliko maneno ya kijamii ya kawaida. Mithali kiroho hubeba ujumbe wenye maana ya ndani zaidi kuliko maneno ya kijamii ya kawaida. Wakati fulani Israeli walipoasi, Mungu alipotaka kushughulikia lile taifa pamoja na nguvu yao, uwezo wao, alienda kwa Ezekieli akamwambia, Ezekieli, nenda kanitungie mithali juu ya taifa hilo. Kitabu cha Ezekieli mlango wa 24 mstari wa 3. Ezekieli 24 mstari wa 3. Anasema hivi, ukawatungie mithali nyumba ya kuasi, ukawaambie, Bwana Mungu asema hivi, teleka sufuria, liteleke, ukatie maji ndani yake, vikusanye vipande vipande ndani yake, naam, kila kipande chema, paja na bega, lijaze mifupa iliyochaguliwa. Watwae wateule wa kundi la kondoo, ukafanye chungu ya mifupa yake, uitokose, na mifupa yake itokose ndani yake. Ile mithali ambayo inatungwa pale, hawa watu ni taifa, ni watu wenye nguvu, ni watu wanaoonekana wana uwezo wao binafsi, lakini ili kuwabomoa na kuwashinda waingie katika hali mbaya, ninakuomba watungie mithali. Kwa nini watungiwe mithali? Ili waingie katika mfumo wa kitu ambacho kitaanza kuwabomoa, ili hali wanahisi wana nguvu, lakini nguvu yao imeshaondoka. Sasa nimesema mithali kiroho hutumika kubeba ujumbe wenye maana ya ndani sana. Neno liteleke au teleka lilikuwa limeficha maana fulani ya wazi, lakini kuna kitu kinatengenezwa kwenye ulimwengu wa roho kumbomoa huyu mtu pasipo taarifa. Ukisoma kitabu cha Isaya 14 mstari wa 4, wakati Babeli anaonekana ana nguvu, ana uwezo wake, amejishika, amesimama na anaonekana ni super power, ili aanguke, wanaambiwa kawatungie mithali. Soma ule mstari wa 4, anasema hivi,
utatunga mithali hii juu ya mfalme wa Babeli na kusema, jinsi alivyokoma mwenye kuonea, jinsi ulivyokoma mji wenye jeuri. Narudia, utatunga mithali hii juu ya mfalme wa Babeli na kusema, jinsi alivyokoma. Angalia pale anaambiwa utatunga, maana yake utafanya, utaenda, utafanya. Maana yake ni wakati ujao, ni sawa eh? Lakini angalia, anamwambia utatunga, lakini wakati unasema wakati utatunga, hutasema wakati huo utatunga, wakati huo unatunga, hutasema kwa wakati huo, juu ya wakati huo utasema jinsi alivyo. Maana yake kuanzia wakati ambao unatunga ndio wakati ambao hiyo mithali itaanza kuishi. Huyo atakoma kuanzia wakati utaanza kutoa hayo maneno juu ya Babeli. Hayatatukia tu kule mbele, yataanza kuanzia pale. Kusema utatunga mithali juu ya Babeli, utasema jinsi alivyokoma au ulivyokoma mwenye kuonea. Alikoma lini? Saa hiyo anatunga, huyu jamaa ana nguvu. Mnanielewa watu wa Mungu? Saa hiyo anaambiwa akatunge mithali, huyu jamaa ana nguvu. Lakini anaambiwa unatunga kana kwamba alishapoteza nguvu zake. Sasa mithali zinapotungwa katika maisha ya watu, katika familia mbalimbali, zile mithali zina uwezo wa kumbomoa mtu pasipokuwa na taarifa alibomoka lini, pasipokuwa na ufahamu nguvu zake ziliisha lini. Lakini mithali ilishatangulia pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Sikia, wakati nafundisha somo nilikwambia wako wajuao kupiga mithali, na Biblia inaonyesha wako wajuao kupiga kwa ndimi, kwa maneno ya ulimi. Maana yake wapo wapigao kwa ndimi, lakini Biblia inaeleza pia wako wajuao kupiga kwa maneno ya mithali, wako wapigao kwa mithali. Bwana asifiwe. Sasa sikia, tunapopigwa kwa mithali, pigo la mithali haliwazi, ila baada ya kufanya kazi na kumaliza hudhihirika nguvu yake, kwa sababu inaharibu. Uwazi wake hujulikana baada ya kupita na kubomoa. Tangu juzi nilianza kufundisha, nikaanza kusema kuna aina za mithali kiroho. Nataka nipite hapo tena kidogo, labda nitasema 1, 2, 3 kama itawezekana. Ziko nyingi, lakini niseme aina za kiroho za mithali. Unaweza ukapigwa na aina ya mithali ambazo wale wajuao kupiga mithali wanaweza wakakupiga na mithali. Ziko aina tofauti tofauti, lakini aina ya kwanza ya mithali ambayo nilianza kuizungumzia ni mithali zenye kusimanga. Mithali zenye kusimanga. Mithali zenye kusimanga huwa zinabeba pia kejeli. Ni mithali zenye kejeli ndani yake, na si kila mtu anajua maana ya mithali zenye kusimanga. Nini maana ya kusimanga au masimango, kejeli? Nini maana yake? Ni maneno yanayotumika kumdharau mtu, kumfedhesha au kumcheka mtu kwa lengo la kuumiza moyo wake au kupunguza thamani yake mbele ya watu wengine. Kunaandika haraka haraka. Natumia muda mfupi sana kwenye ibada hii ya pili kuliko nilivyofundisha muda ule wa ibada ya kwanza. Bwana asifiwe. Nini maana ya kusimanga?
Nini maana ya kusimanga au kejeli? Ni maneno yanayotumika kumdharau mtu, kumfedhesha au kumcheka mtu kwa lengo la kumuumiza moyo wake au kupunguza thamani yake mbele ya watu wengine. Tutasikia kuna mithali zenye maana ya masimango au kejeli. Huwa zinafanyika kupitia masimango au zinafanyika kupitia kejeli. Eti nimesikia eti anasema eti amepata mume anataka kuolewa. Mume, namjua mume huyu. Mwangalie mwenzako mwambie kejeli. Simango, anaongea lakini nyuma ya moyo wake ana kitu anachokituma. Kuna methali inatengenezwa pale ambayo baada ya muda kujua una mchumba, huyo mchumba atapeperuka tu. Hamna kitu kitatokea. Eti amesema ameanzisha biashara. Biashara, unajua biashara wewe? Unafahamu biashara ilivyo wewe? Kaulizi wafanya biashara wewe. Fanya biashara wapo kina Dangote. Wewe nani unasema biashara? Biashara. Kuna kejeli zenye mathimango ndani. Sasa sikia. Inapowekwa ile kuna mithali inatungwa nyuma. Okay, tusome Habakuki mlango wa 2 mstari wa 6. Habakuki mlango wa 2 mstari wa 6. Habakuki mlango wa 2 mstari wa 6. Umepata? Anasemaje? 1, 2, 3. Angalia hawa wapigao kwa mithali za masimango. Habakuki 2:6. Tumepata, tusome. Turudie tena kusoma, tuanze tena. Je, hawa wote hawatapiga mfano juu yake? Hawatapiga maana yake, unapoachilia ile mithali maana yake ni unapiga. Neno kupiga maana yake ni kupiga, si ndio Mwangalie mwenzako mwambie kupiga ni kupiga. Iwe kwa fimbo, iwe kwa nini, lakini ni tusome sasa. Je, hawa wote hawatapiga mfano juu yake na mithali ya kusimanga juu yake, wakisema ole wake yeye aongozaye kisicho mali yake hata lini, na ole wake yeye ajitwikae mzigo wake rehani. Ole wake. Sasa angalia. Je, hawa si wapigao kwa mithali ya masimango? Hebu mwangalie mwenzako mwambie kuna mithali za masimango. Mshike, mtikise namna hii. Mwambie unaweza ukawa na akili alafu ukaanza kusimangwa eti una akili. Una akili. Unajua wenye akili. Watu wenye akili unakuta wanaharibika, hawaharibiki kwa sababu hawakuwa nazo, walikuwa nazo. Ila walikutana na watu wenye kupiga kwa nini? Kwa mithali zenye kusimanga, ndani yake zina kejeli. Eti naye anajiita mke. Anajua wake wewe. Eti naye anajiita mfanya biashara, eti tajiri. Anajua tajiri. Nyuma ya mithali kuna kitu kimefichwa. Sasa anapiga kwa simango. Wakati fulani ukuta wa Yerusalemu ulikuwa umeanguka, umebomolewa, alafu Nehemia wakawa wanaujenga. Wakatokeza jamaa mmoja anaitwa Tobia na Sanbalati. Wakatokea pale wakasema ukisoma kitabu cha Nehemia 4 mstari wa 3 wakasema huu ukuta wao wa mawe waliojenga ni ukuta gani huu jamani? Hata mboya si wanaweza wakauangusha.
hata mbweha. Ndani ya mioyo yao hawamaanishi tu ni ukuta gani, hata mbweha ndani ya mioyo yao walikuwa wana nguvu ya kutengeneza hali ya kuwavuruga. Kuna simango na kejeli ambalo litawabomoa wale watu washindwe kuendelea na kile walichokuwa wanafanya. Kwa nini mithali hizi za masimango na kejeli hufanyika? Zinapoachiliwa ndio mojawapo ya mithali zinazoweza kuharibu hatua. Kama ulikuwa unaendelea na jambo, huwa linaishia hapo. Hamjanielewa? Mithali zenye masimango na kejeli ndizo zinazouaga hatua ya kitu. Eti anaomba. Unaomba nini? Wewe muombaji. Eti ni muombaji, sijui raba baba shakata. Unaomba nini? Tangu umeanza kuomba umetuletea nini? Mbona unaumwa? Mbona una nini? Alafu anatunga methali nyuma yake sasa. Baada ya kutengeneza hicho kitu. Masimango yanabomoa. Yanabomoa hatua. Na hii Daudi alikutana naye. Soma Biblia yako kwenye kitabu cha Zaburi ya 89. Daudi alikutana naye. Angalia mstari wa 50 na 51. Angalia lile neno pale anazungumzia mara 3, analirudia. Analirudia mara 3 kwenye Zaburi ya 89. Tufungue tusome wote. Zaburi ya 89. Mstari wa 50 na wa 51. Tumepata? Naomba tusome pamoja. Hebu tuanzie mstari wa 49. Ni nani huyu? Ni Daudi. Bwana, zi wapi fadhili zako za kwanza ulizomwapia Daudi kwa uaminifu wako? Bwana, ukumbuke wanavyosimangwa watumishi wako, jinsi ninavyostahimili kifuani mwangu masimango ya watu wengi. Sasa angalia mstari wa 51. Ambayo adui zako wamesimanga, Bwana, nam wamezisimanga hatua za masihi wako. Moja ya kitu ambacho zile mithali zinapoenda na yale masimango au kejeli zinaenda kuzuia ni hatua. Ndio maana mtu yoyote akikutana na aina ya mithali zenye kusimanga huwa zinabomoa hatua inayofuata ya kitu ulichokuwa unaendea. Kwa hiyo una drop kutoka pale, unaanza kushuka. Ukikutana na mithali ya namna hii, hata kama ulikuwa una nguvu, unaenda ghafla ile mithali inaanza kukubomoa. Anasema jinsi alivyokoma mwenye kuonea. Alivyokoma, alikomea wapi? Hatua imekwisha pale. Mwambie mwenzako, mwambie mithali zenye kusimanga zinaharibu hatua unayoendea. Kama ni hatua ya kiuchumi inakufa, kama ni hatua ya kibiashara inakufa, kama ni hatua kwenye mahusiano inakufa, kama ni hatua kwenye nafsi inakufa. Kwa nini? Kwa mithali zenye kusimanga zinaua hatua. Ulikuwa unaendelea na kitu fulani, kinafika mahali kinaanza kudrop, hakiendi tena kule kilikuwa kinaenda, kina drop mpaka kinakufa. Unauliza, mbona tulikuwa tunaendelea na jambo fulani? Mbona kitu fulani kilikuwa kinaendelea? Nini kimetokea? Kuna wajuao kupiga mithali za masimango. Mwambie mwenzako, mwambie umeshapigwa na mithali za masimango. Kuna watu mnanielewa lakini ninachofundisha kidogo. Wangapi mnanielewa? Umeingia mahali ghafla wanakuona, alafu ili wakuweke kati, ili wakutese, ili wakuvuruge, wanaanza kukutengeneza kwenye mithali yenye kusimanga, mithali yenye kukejeli. Wanakuweka kati, wanazuia hatua, wanabomoa. Unajikuta huko pale miaka na miaka, wendi tena. Sasa jinsi alivyokoma. Kukoma maana yake kustop. Siku ile ile wakati anaambiwa
kutunga mithali, alipotunga ile mithali yenye kejeli, mithali yenye kusimanga, pale pale ndipo alipoanza kukwama, hakuendelea tena. Sasa wako wajua kupiga kwa mithali, na hii ni aina mojawapo ya mithali, mithali yenye nini? Kusimanga, mithali za kejeli. Mwangalie mwenzako, mwambie ulishakutanaga na mithali yenye kejeli? Hujai kutana nayo, lakini rohoni imekupiga. Hebu mshike mwenzako, mwambie kuna mahali imekupiga. Kuna mahali imekupiga. Na kuna vitu vimestop, yani vimestop pale mpaka vikutane tena na nguvu itakayoondoa zile mithali. Kwa sababu wewe unaishi kwenye mithali. Ndio maana wale watu wanafika mahali sana, nimekuwa mithali na tusi kwao. Kwa nini anakuwa vile? Kwa sababu kuna kitu kimeumbika, kimeshakuwa. Sasa hawezi kutoka pale mpaka itokee nguvu itakayopambana na ile lugha ya mithali, msemo ule, kwa sababu ile ni misemo ya kiroho ambayo tayari inaishi, wewe hujui. Nilikwambia hivi, Nebukadreza hakujua kwamba he is weak. Unajua hakujua? Umeelewa eh? Alikuja kugundua tu yuko weak baada ya kujikuta yuko porini. Na nini ilitungwa sasa? Mene mene, tekeli na peres. Ufalme wako umepimwa, kaonekana umepungua. That's it. Alafu baada ya hapo result, outcome, jamaa anakula majani. Hakujua alitoka lini ikulu. Amjanielewa nachosema? Sikia, unaweza ukawa kwenye activities, watu wanakuona bado huko kwenye activities, lakini wamekutungia mithali. Ile mithali ikianza kuishi, kutokea walipoitunga, hata kama utaonekana upo, haupo. Kwa sababu huwa mithali zenye kusimanga zinazuia, zinaua step uliofikia, alafu una drop. Watu wangapi hapa steps za maeneo mbalimbali? Wengine mlianza tu jambo fulani, wengine mlianza kufuga hata ng'ombe, wengine mmeanza kufanya biashara fulani, ghafla katokea ajuaye kupiga mithali zenye kusimanga. Alipopiga tu kafuatilie kile kitu, hatua ile ile pale ambapo ulikuwa umeshaanza umefikia, ilifia pale pale. Na tangu uko pale unatamaniki kuondoka hapo, uondoke, kwa sababu imeendelea kudrop. Hata hapo uwezi tena kufikia hapo ulikuwa unaenda. Mshike mwenzako, mwambie, je, kuna mithali yoyote ya masimango imepigwa kwako? Wako watu wanaita jina lako wanalisimanga. Sasa fulani anajifanya siku hizi eti na yeye anaendaga kufanya biashara, eti na yeye amejitokeza, eti na yeye siku hizi amechukua mkopo wa Mama Samia. Eti amejiunga kwenye lile kundi, eti na yeye yupo. Jamani, huyu anaweza, huyu anaweza wewe biashara, huyu. Eti siku hizi naye anasambaza vitenge vyake, umeshaviona hapa. Mithali zenye kusimanga. Alafu anataka hiyo business wakati inaendelea ifike mahali tu, alafu ujikute tu una stretch your mind kwa kufika mahali unachoka, yani akili yako inachoka, unafika masa, kwa nini najitesa hivi? Hamna kitu kingine cha kufanya. Mtaji unafia huku nako, unarudi na yenyewe unakuta umeacha hii, unakuja tena hii. Kila kitu unaanza, unafika hatua fulani inafia hapo. Kwa nini? Nimekutana na mithali yenye kusimanga. Sio kama mnaelewa. Mithali yenye kusimanga hairuhusu upande mti utoe matunda. Inaua mti kwenye hatua ya kupandwa. Sasa watu wengi sana wamepigwa na mithali zenye kusimanga.
Wangapi mnanielewa jamani? Kuna watu mnanielewa? Sikia, ngoja nikuonyeshe hichi kitu. Hii ni masuala ya kiroho. Haya mambo yanafanyika kiroho sana. Ni vile tu watu hawajui, na kwa sababu hatusomi neno la Mungu. Kwa kithiolojia vitu hivi, kuna watu, unajua hata wachawi wanajua hivi vitu kwa ndani sana. Sisi hatujui sana kwa sababu tulibaki tu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tukaishia hapo. Hatukuingia geti lingine la mbele. Sisi tumeishiaga hapo. Unanisikia Na tulifunikwa tukafichwa maarifa mengi sana. Ibada ya kwanza niliwaambia wale waliokuepo hapa, nikamwambia kaangalie watu wengi sana walioko huko, unaona wanaenda wana maarifa fulani ya kuwafanya wasogee. Sisi tumebanwa mpaka kuna namna ambavyo adui anafika mahali anashangilia, anapiga makofi na anasema tuna wapumbavu. Na Biblia inasema wanajuhudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Mithali zenye kusimanga. Na mtu anajua tu kabisa. Mtoto wa mama fulani amevikwa pete, anasema eti pete. Pete. Wanajua uzito wa pete. Eti mtoto wake amevikwa pete. Alafu anatunga mithali nyuma ya hiyo pete. Utasubiri hiyo ndoa ifungwe. Mwangalie mwenzako, mwambie utasubiri mama ndoa ifungwe. Watoto wanaenda pamoja na pete yao, wanazaa mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu. Alafu unasikia amerudi nyumbani anasema tumeshindwana. Kakurudia na nini? Na pete. Kuna mtu mmoja alitunga tu mithali siku hiyo ya pete. Sasa eti pete. Unajua maana ya pete na uzito wa pete? Au mjai kuona hiyo? Mithali yenye kusimanga ikisimama huwa inaweza kubomoa, hata kama wewe ni giant kiasi gani unabomoka. Babeli alibomoka. Moja ya super power, sawa super power nation ilibomoka. Ni taifa lenye nguvu, lilipigwa sasa. Jinsi alivyo koma. Alikomea lini? Ulishakutana na mtu amefika mahali amekupandishia, alafu amepanda kwenye ule mlima huko moyoni, amepanda amefika level fulani, alafu anakuambia wewe nikome kama ulivyokoma ziwa. Huku ndani ameinuka, amefika mahali, umeelewa Wakati anaendelea anatunga na neno la kuja na hilo ambalo anasema, ukitoka kwenye hiyo mithali wakati anaiachia, watu wengi sana wanaishi kwenye mithali za masimango, za kejeli, ambazo Biblia inasema hivi, walizisimanga hatua. Ukisoma Biblia yako, wakati fulani kulikuwa kuna vita kati ya kwenye utawala wa Ahabu. Ahabu alipokuwa anatawala, mfalme wa Israeli, kulikuwa kuna vita fulani hivi iliendelea. Alafu katika hicho kipindi kulikuwa kuna na mtumishi mmoja nabii anaitwa Elia. Bwana asifiwe. Mnakumbuka Ahabu mke wake alikuwa ni Jezebel. Sasa kulikuwa kuna vita inaendelea pale. Manabii wa Baali, kwa sababu wakati ule mfalme wa Israeli walimwabudu Baali, Mungu Baali. Walipokuwa wanamwabudu Mungu Baali, kamsumbua Elia, kamtesa Elia nabii. Sasa ili awabomoe wale watu, kacheki, aliandaa madhabahu. Alafu walipoandaa madhabahu, moja ya kitu ambacho walitaka ili kuwabomoa ile nguvu yao wasiweze kwenda, aliwapeleka kwenye mazingira ya kuwasimanga juu ya Mungu wao. Na unajua alipomaliza kuwasimanga juu ya Mungu wao, walijichanachana mpaka na nyembe. Unanisikia? Soma kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 27.
Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 27. Wafalme wa kwanza 18:27. Umepata? Wangapi tumepata? Wafalme wa kwanza 18:27. Tumepata eh? Hebu tusome pamoja pale 1 2 3. Kwa sauti 1 2 3. Ikawa wakati wa adhuhuri, Eliya akawafanyia dhihaka. Dhihaka maana yake kejeli. Akaanza kuwasimanga akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza. Kwa nini walikuwa anaona kama hawajibiwi? Sasa inaambia labda Mungu wenu yuko anazungumza pengine. Au ana shughuli ana kazi anafanya. Au ana safari, maana yake ilikuwa labda ameshika steering anaendesha gari. Saizi hawezi kupokea simu yenu. Au labda amelala, sharti aamshwe. Anajua kabisa Mungu asinzii wala halali usingizi. Unaona? Ili awabomoe. Sasa angalia mstari wa 28. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe kama vilivyokuwa desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliangalia. Moja ya kitu Eliya alitaka kuwafanya ili kuvuruga ile step ya mazingira yale walichokuwa nakifanya, alianza kuwasimanga, kuwakejeli juu ya ibada waliokuwa wanafanya. Unajua kuna mahali tunapitia mara nyingine kwenye maisha, alafu tunakutana na mazingira ya kutungiwa mithali, lakini mithali zenye masimango, zenye kejeli. Tunapotungiwa zinaishi rohoni. Moja ya kitu ambacho kilimfanya Sauli alipogundua Wafilisti na mazingira yao katika ile vita, akamwambia yule bwana, twaa upanga uniue. Sitakubali kuvumilia masimango ya hawa watu, niue mimi na watoto wangu. Hakuna kitu kibaya ambacho Sauli alikikwepa na kibaya kwenye maisha kama kuishi kwenye mfumo wa hali fulani iliyomtengenezea masimango na kejeli. Akafika mahali yule jamaa akakataa. Yule jamaa alipokataa, Sauli akaamua kujiua na kuua watoto wake. Biblia inasema akafa Sauli na watoto wake. Alikuwa anakwepa nini? Masimango. Muulize mwenzako, mwambie, umeshaombea juu ya mithali zenye masimango juu yako? Wengine ndio kama wanasikia leo. Mwalimu mwenzako mwambie kuna masimango yanafuataga nyuma ya mithali. Mtu anakupiga kwa mithali zenye kusimanga. Sasa eti na wewe watoto wake wamesoma. Eti watoto wamesoma. Eti amepeleka watoto shule. Hivi anajua waliosoma. Na kweli umejitahidi jamani, watoto wameenda mpaka chuo kikuu. Angalia mwenzako mwambie umefunga mkanda. Wameenda mpaka chuo kikuu. Alafu angalia, yuko mtu tu anapiga mithali pale yenye kusimanga, pamoja na watoto wameenda chuo kikuu. Watajikuta wako na kazini, lakini hawana kitu wanafanya. Hawana msaada wote. Hawana badiliko lolote la maisha yao. Wanaishi kwenye mithali inayopiga, inaua hatua. Aina ya pili, mithali za mafumbo. Mithali za mafumbo. Nenda haraka haraka. Mithali za mafumbo. Mithali za mafumbo ni zipi? Mithali za mafumbo ni maneno ya kiroho yaliyotolewa kwa picha au mifano au ishara, baada ya kusema jambo moja
badala ya kusema jambo moja kwa moja. Mithali za mafumbo ni maneno ya kiroho yanayotolewa kwa picha au mifano au ishara badala ya kusema jambo moja kwa moja. Mtu asemi jambo moja kwa moja, lakini anaweka fumbo, anaweka picha, anatumia ishara. Alafu kwenye ile ishara kuna kitu kinasimama pale. Anatumia neno fulani, fumbo, anatumia picha, anatumia ishara. Kwa mfano, Ijumaa niliwaambia kwenye kitabu cha Ezekiel mlango wa 12 mstari wa 21 na 22, ukianzia 20, Bwana anaenda kusema na Ezekiel na kumwambia watu wamekaa mahali wakijua Mungu anachelewa. Ni sawa Mungu anachelewa, anakawia kufanya mambo, lakini hawakujua kadri wanapofikia kufanya lile jambo, ndivyo kadri na ule wakati wa kufanya lile jambo unasogea mbele. Kwa nini? Kwa sababu kuna mithali imetengenezwa pale. Ile mithali imewekwa kama fumbo ambalo hawajaweza kulifumbua. Soma Ezekiel 12 mstari wa 20, 21 na 22. Kama tumepata sote, naomba tunasoma pamoja. Ezekiel 12 mstari wa 20, 21 au 21 na 22 natosha. Na 23. 21, 22, 23. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, ni mithali gani hii mlio nayo katika nchi ya Israeli mkisema, siku hizo zinakawia na maono yote hayatimizwi? Ni mithali gani hii? Kuna namna maono hayatimizwi kwa sababu kuna mithali mnaishi. Angalia mstari wa 23. Basi waambie Mungu asema hivi, nitaikomesha mithali hii, wasiitumie tena kama mithali katika Israeli, lakini waambie siku hizo ni karibu na utimilizo wa maono yote. Kuna mtu anaona mstari? Angalia, walikuwa wanaishi wanaendea hatua za maono, lakini hawatimizi. Kwa nini? Kwa sababu kuna aina ya mithali inaishi juu yao ambayo inasema siku hizo zinakawia. Kwa hiyo hata wakisogelea wakati wa kufanya jambo, ule wakati wa kufanya hilo jambo inaenda mbele, alafu wanabaki kwenye wakati wa kutokuwa na matokeo. Mnanielewa Sasa nini kinaishi? Mungu anawaambia, mmefika mahali mnaona kama Mungu anakawia. Lazima muende sasa muitangue hiyo mithali. Ile mithali ilikuwa imewekwa kwenye fumbo. Kuna mithali zinazokaa kwenye mafumbo, na hizi mithali zinaweza kutumika kwenye eneo la picha au kwenye eneo la ishara. Ukisoma Ezekiel utaona maeneo mengi sana. Kuna mithali zilitolewa, lakini zilitolewa kwa kupitia ishara, kwa kupitia picha. Unanielewa Kwa mfano ukisoma Ezekiel 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ezekiel 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kuna mfano huko pale. Angalia pale. Ule mfano kuna ishara alafu kuna picha ambayo inatengeneza kitu fulani cha kubomoa maisha ya huyo ambaye atazingirwa. Hebu soma ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Wewe nawe mwambie, jipatie tofali, uliweke mbele yako, kisha chora juu yake mfano wa mji, yaani Yerusalemu. Tofali, chukua tofali, alafu labda chukua na chaki au chukua na mkaa.
si ndio Alafu weka hapo tofali, alafu juu ya tofali chora kile unachokichora. Hicho unachokichora juu ya tofali ni Yerusalemu. Hilo tofali ndio Yerusalemu, ndio ardhi ya Yerusalemu. Chukua ile tofali alafu liweke hapo, alafu chora. Na nisikie, wakati unachora, unapochora lizunguke ilo tofali mara kadhaa. Ukimaliza kulizunguka, sema limeusuriwa. Alafu baada ya hapo utausuru huo mji. Kuna mtu ananielewa? Okay, ngoja tusome. Wewe nawe mwanadamu, jipatie tofali uliweke mbele yako, kisha chora juu yake mfano wa mji, yaani Yerusalemu, ukausuru, ukajenge ngome juu yake. Yaani juu ya hilo la tofali weka ngome. Mnanielewa Yaani uone watu wanavyopigwaga. Hizi mithali ni hatari. Upo kwenye mkoa huu, upo mbali, lakini mtu anachukua tu. Asubuhi niliwaambia anachukua karatasi nyeupe hivi, alafu anakuchora, pengine anakuchora mguu tu kama ndege joni. Anasema tu huyu ndio good luck. Kama ndege anachora tu hivi, kichwa, sikio kubwa, alafu anaweka hivi, alafu chini anaweka tu miguu, alafu huko anaweka mikono, alafu anakuweka pale. Sasa huyu ndio nani? Ndio fulani. Chore, alafu huyu nataka aharibike. Mtusome. Ukausuru, ukajenge ngome juu yake, na kufanya boma juu yake, ukaweke makambi juu yake. Jamani, juu ya hilo tofali unaweka na makambi na ngome. Na kuweka magogo juu ya tofali. Jamani, ya kubomoa, ya uzunguke pande zote. Mstari wa 3, kisha ukajipatie bamba la chuma, ukalisimamishe liwe ukuta wa chuma kati ya wewe na mji huo, ukaelekeze uso wako juu. Unaona hicho kitu? Wakati anaelekeza uso juu, alafu sasa ule mji unausuriwa, walioko ndani wanausuriwa. Anasema nao utausuriwa, nawe utausuru. Hili litakuwa ishara kwa nyumba ya Israeli. Unaona? Kuna mithali ambazo zinafanywa katika ishara au katika picha, na ikishafanywa inambomoa mtu, ile hali yupo pale au hayupo, lakini ni kitu kinafanyika ukiwa haupo kabisa, na watu wanamaliza kabisa kazi yao. Wakishamaliza wanaondoka, ile mithali inaanza kuishi. Maana alikoma yule mwenye kuonea tangu siku ile mithali ilipotungwa. Mnanielewa? Mnanielewa? Wangapi mnanipata? Sasa watu wengi sana wamejikuta wanaishi kwenye maeneo magumu ya kimaisha, lakini wanaishi chini ya aina fulani ya mithali. Ni mithali iliyo kwenye fumbo, na kwenye fumbo imebebwa kwenye picha, kwenye ishara. Maana yake inaweza kutengenezwa kwenye huo mfumo, imekaa mahali. Upo? Unanielewa? Unanielewa? Upo haupo, ile mithali imefichwa kwenye fumbo. Ngoja nikusemeshe hichi kitu. Wangapi mmewahi kupita maeneo ambayo wanauza madawa ya kulevya? Okay. Wengine sisi mtaani huku tunaweza tukawa tunaishi hayo maeneo, lakini hatujui hapa panauzwa nini? Madawa ya kulevya. Sawa? Wao wana usemi uliofichwa kwenye ishara au uliofichwa kwenye picha. Wewe ukifika pale ujui, lakini mtu wa unga anajua hapa panauzwa unga.
Mlishawahi kuishi mahali ukakuta wamening'iniza tu kiatu cha mtoto mdogo kimewekwa mahali kiatu? Mwangalie mwenzako, mwambie ulishawahi kwenda? Wewe ukifika pale unasemaje? Kama uelewe unasema, huyu mtoto alikuwa anacheza huko akapoteza hichi kiatu, au ni nani ametupa kiatu? Watu wengine wanaromba ametupa kiatu cha mtoto huko juu. Mwambie mwenzako kuna fumbo ambalo wewe ulijui. Watu wa lile eneo wanaelewa lile fumbo. Wale ambao wanaishi ile ishu wanaijua ile ishu. Kwa nini? Kwa sababu ile ni lugha ya fumbo iliyofichwa kwenye picha. Kuna mtu ananielewa? Mnanisikia? Sasa sikia. Kwenye ulimwengu wa roho, ukifungwa au ukishughulikiwa kwa mithali za mafumbo, maana yake kuna aina ya picha au ishara inayotumiwa kwa kuweka pale. Ninaeleweka kidogo? Wangapi mnanielewa? Mimi nataka tukaombe, maana sitaki kuchukua muda mwingi. Ibada ya kwanza nimechoka sana, tuliomba sana. Kuna watu shetani na anajua kabisa hawa watu hawataka wapate haya maarifa, lakini atukuzwe Yesu anayetupa kila siku. Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu anayetufunulia kila siku. Sasa hizi lugha za kiroho, lugha za kimithali, lugha za kiroho ambazo zimefichwa kwa namna ambayo mtu hawezi kuzigundua kirahisi, maana sio lugha iliyo wazi, sio lugha iliyo wazi. Unakuta watu hawazai, wamefungwa. Walifungwa wapi? Wameolewa lakini hawazai. Alifungwa kwa mithali. Hiyo mithali kuna mahali inaishi. Ile inawezekana iko kwenye picha au kwenye ishara. Kama haiko kwenye mfumo wa masimango na kejeli, unaishi pale, unatafuta access, uzioni. Unatafuta namna ya kusogea kimaisha, huoni. Nini kinaendelea? Kuna watu wajuao kupiga kwa mithali, na hizo mithali wameziweka maeneo gani? Kuna aina tofauti tofauti. Mungu anipe neema kama nitaweza kusema hata kwenye eneo la maombi haya katikati ya wiki niseme aina nyingi kidogo, pate nafasi siku moja au mbili, maana najua tutakuwa tunafanya pamoja na watumishi tofauti. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndia yangu na lengo lililoko moyoni mwangu ni wewe uombe utoke uliko kamata. Bwana asifiwe. Lakini uingie kwenye mfumo wa kiroho ambao utakutetea. Maana kuna namna ambavyo tunateseka lakini hatujui, na tumelipa mpaka gharama ya mwisho. Tumefika mahali tumesarenda. Iko picha mahali imewekwa, inaongea mithali fulani. Iko ishara, iko mahali inaongea mithali fulani, iko na inaongea, inaendelea kuongea. Isipokutana na maombi yenye ufahamu wa kiroho wa kutupeleka hapo, hatuwezi kutoka. Aina ya tatu ya hizi mithali, aina ya tatu ni mithali za kinabii. Mithali za kinabii hizo ndo zile kina Balaki waliziachilia. Sawa, nakuona lakini si sasa, nakutazama lakini si karibu. Mwangalie mwenzako, mwambie mithali za kinabii. Kuna watu wajuao kupiga kwa mithali za kinabii. Wanavuruga maisha ya watu kwa mithali za kinabii.
wakisha vuruga maisha yako kwa mithali za kinabii, wanahakikisha kule mbele, hata kama leo upo hivi, kule hautakuwa hivyo. Na ukisoma Hesabu 24 ile, ukisoma kuanzia mstari wa 17 mpaka wa 24, unaona zile mithali za kinabii zilizokuwa zinatolewa pale. Sema na kuona lakini si sasa, na kutazama lakini si karibu. Sema nyota itatokeza na pembe itachipuka. Itakushughulikia. Mithali za kinabii zinadili na mambo yajayo. Kitu cha kwanza, zinadili na mambo yajayo. Mara nyingine hutumia ishara ili kudhibiti jambo. Mithali za kinabii mara nyingine hubeba kitendo. Hubeba kitendo na maneno yenye matamko. Ukisoma kitabu kile cha Ayubu, kuna mahali anasema utafika mpaka hapa hutapita. Alafu anasema na mawimbi yako yanywetayo yatazuiliwa. Utafika. Okay. Utafika maana yake bado hujafanyaje? Hujafika. Kuna unabii, lakini ndani ya ule unabii unasema utaenda kutoka hapo ulipo, bado utamove, lakini utafika pale. Kuanzia pale utakwama. Mithali za kinabii huwa zinatangulia kesho kabla wewe hujaifikia. Zinaanza kuongea na kesho, zinaanza kuibomoa hiyo kesho yako kabla hujafika kesho yako. Ukiingia unakuwa miserable. Ile kesho inakukataa kwa sababu tayari ilishatanguliwa na unabii. Muulize mwenzako, mwambie kuna aina gani ya mithali. Nataka tuombe. Nataka nione natamani nione tunaingia tu mahali fulani Mungu anatusaidia. Tuombe. Maana ziko nyingi sana, hata nikinieleza mpaka kesho. Sasa nilikwambia hivi, tunapojifunza somo hili sitamani tuombe kawaida kama tunavyoomba kila wakati. Nilikwambia tunatakiwa ku reach point ambayo tutaomba, tupike eneo fulani, tutaomba tofauti na tunavyoomba, lakini tutaomba kwa mfumo wa rohoni, kwa sababu mfumo huo utakupeleka mahali ambapo utakusaidia juu ya hayo mazingira yaliyojificha kiroho usiyoyajua. Usipojifunza, kuna vitu haviendewi kawaida, na kuna vitu hatuwezi kuomba kawaida kwenye level ya kawaida. Hapana, lazima tuende kwenye level nyingine. Ndio maana tangu Jumapili nilipoanza kufundisha somo hili niliwaambia lazima tufike connect mfumo wa kiroho kabisa kwenye hili swala, kwa sababu inahitaji kuwa rohoni, kwa sababu yale ni masuala ambayo yamefichwa kiroho. Bwana asifiwe. Lakini nikakwambia tumia lugha za kiroho.
Kwa nini kwambia tumia lugha za kiroho? Kwa sababu mithali hizi katika ulimwengu wa kiroho hazifumbuliwi bila kukutana na ufunuo wa kiroho. Ndio maana kama kuna mithali ya kinabii imekaa, inahitaji roho ya ufunuo, na roho ya ufunuo lazima uingie rohoni. Nikakwambia tunapodili na hizi mithali lazima twende kwenye hatua fulani. Nikafika mahali nikakwambia hatua ya pili, tumia meza ya Bwana au tumia mwili na damu ya Yesu kama eneo la kukusaidia kushughulika na hayo mazingira. Wakati unaposhiriki, kumbuka meza ya Bwana imewekwa kwa ajili ya kusaidia kwenda against na maneno yaliyokaa katika ulimwengu wa kiroho ambayo wewe huyajui. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 12 mstari wa 24, na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyunyizwa inenayo mema. Damu ya Yesu inanena, ina sauti, lakini ina uwezo wa kusema kwa lugha ambayo inaweza kupambana na kufuta lugha zilizopo. Wale watu walipokaa kwenye kile kitabu cha Ezekiel, anasema ni mithali gani hii mnaishi katikati yake? Mnasema siku zimekawia na maono hayafikiwi. Sikilizeni, tangueni hiyo, semeni siku zinakaribia na maono yanafikiwa. Kuna mtu ananielewa? Kwa nini? Kwa sababu wanaendelea kwenda, siku zinaenda, lakini hawafikii. Ni sawa na niseme hivi, kila mtu aniletee kesho hapa. Naomba kila mmoja aniletee kesho hapa. Nikwambia niletee kesho, unaweza kuileta? Tukifika kesho tunaambiaje? Ni kesho. Sasa kadri walivyokuwa wanakutana na ile mithali, Biblia inasema wanasema siku zinakawia na maono hayatimilizwi. Ni mithali iliwekwa pale. Kwa hiyo hata ikifika ule wakati wa yale maono, hakuna kinachowaingiza kwenye hayo maono. Kwa nini? Kwa sababu siku zinasogea automatic. Sasa Mungu anawaambia hapana, mimi sikawii kuja. Geuzeni hii mithali, lazima igeuzwe. Sasa juzi nilianza kuambia meza ya Bwana au mwili wa Kristo na damu ya Kristo ni moja ya kitu ambacho katika ulimwengu wa kroniki kubwa kimewekwa kwa ajili ya kutusaidia, na hatutaki. Ndio maana tangu tumeanza hii nilikwambia sitakuongoza katika mfumo rasmi wa ibada ya liturgia ya chakula cha Bwana. Bwana asifiwe. Kwa sababu nikikupeleka kule kuna namna unaanza kuona mazoea na kutoa kwenye online kwanza. Bwana asifiwe. Nini nachotaka? Nataka ndani yako uone meza ya Bwana sio tu utaratibu wa dini na maneno ambayo tu dini imeweka pale, lakini nataka uone ni meza ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kukuvua hali fulani. Bwana asifiwe. Na Biblia imeeleza hii meza maeneo mengi sana. Ni vile tu watu ni wavivu kuchambua. Anaposema kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 25 na mstari wa 6 na wa 7, anasema katika mlima huu, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, nitawaandalia karamu. Alafu anasema hiyo karamu ni ya vitu vinono. Anasema itakuwa imejaa rojo ndani yake, lakini itakuwa ni divai iliyochujwa sana. Soma kitabu hicho utaona. Anaeleza, anasema katika huo mlima, maana yake huo mlima sio mlima, anazungumzia juu ya madhabahu. Anasema kwenye hiyo madhabahu nitaondoa uso wa stara uliowekwa juu yenu. Kuna hali mliofungamanishwa nayo, kuna kitu kilichowafunika, alafu nitaondoa na utaji. Anaposema katika mlima huu nitawaandalia, neno kuandaa maana yake meza. Bwana asifiwe. Ataandaa karamu, maana yake ni meza. Zaburi ya 23 mstari wa 5 anasema waandaa meza mbele yangu
machoni pa watesi wangu. Juzi niliwaambia hivi, Mungu anapozungumza juu ya meza yake huwa anatamani kutuhamisha kutoka upande fulani kwenda upande mwingine. Sasa tunaposhiriki meza ya Bwana hatutakiwi kubaki pale, tunatakiwa kuwa transformed kutoka upande fulani kwenda kitu kingine. Na Mungu makusudi yake ni kutubadilisha. Hatutakiwi kushiriki kila siku kwa mazoea. Tunapaswa kushiriki kwa kujua kuna kitu kinafanyika ndani yake. Maana inanena, inasema, nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu. Bwana asifiwe. Nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu. Lakini ukisoma kitabu cha Mithali, hebu tusome Mithali anasemaje? Angalia Mithali mlango wa 9. Nataka uone hicho kitu alafu twende mbele za Bwana. Mithali 9 kama umepata. Mstari wa kwanza twende mpaka wa 6. Mstari wa kwanza mpaka wa 6. Angalia kuna kitu kimefichwa pale cha meza ya Bwana. Angalia kimefichwa pale. Hebu tusome 1 2 3. Hekima umeijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7, amechinja nyama zake, amechanganya divai yake, ameiandalia meza yake pia. Amewatuma wajakazi wake, analia mahali pa mjini palipoinuka sana. Maana yake madhabahu. Kila aliye mjinga na aingie tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili. Maana yake mtu ambaye hajaweza kung'amua fumbo au jambo. Njoo ule mkate wangu, ukanywe divai niliyoichanganya. Enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Okay. Kwa hiyo wanapokuja kula na kunywa, maana yake kuna aina fulani ya ujinga, kuto kufahamu inaondoka, wanaanza kuelewa kwa sababu kuna ufunuo unaoingia ndani juu ya kile kilichowafunga. Naambia mtakaposhiriki, maana yake mnaondoka kwenye ujinga, mnaanza kuishi. Halo. Mwangalie mwenzako, mwambie kuanzia leo anza kuishi katika jina la Yesu. Ile divai iko pale na ule mkate uko pale. Haupo pale ili tu uende hivi. Iko pale ili kukuerevusha, kukutoa kwenye shida fulani. Kuna mithali imesemwa uijui na kuua. Anasema njoo ule, ukisha kula unaondoka ukiwa hai. Kuna aina ya kitu kimekuzuia, kinaharibika, kinakuachia. Unapotumia meza ya Bwana ni muhimu sana kujielewa kwamba hichi kitu sio kitu cha kawaida. Hata kama napewa na mchungaji wangu, kuna namna mimi natakiwa kujipanga kwa sababu ndani ya hichi kitu. Ndio maana nikasema hatushiriki kawaida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu inatakiwa ikutoe. Kuna mafumbo yapo yamefumbwa. Na uelewe sasa, mwenye hekima ameijenga nyumba. Anaijenga nyumba alafu ameandaa, amechinja wanyama pale, alafu amemwaga damu, amechukua divai na mkate, amevikusanya akavichanganya, alafu akaviweka pale. Anawaalika watu, ameenda mjini, ameweka kwenye madhabahu, kwenye mlima, anawaita watu, njooni mle, njooni mnywe hii divai, ili mjinga asife katika ujinga wake, mpumbavu asife katika upumbavu wake. Kuna mtu ajui kwamba kuna mithali yenye kusimanga imeua hatua zake. Muite aje atumie hii, imsaidie kuvunja hicho kitu kilichozuia hatua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaombe kidogo hapa. Inawezekana kabisa kuna kejeli au kuna masimango au kuna mafumbo yamefumbwa kwa picha, kwa ishara, na zimeendelea kubomoa maisha yenu. Au kuna mithali za kinabii
zimeendelea kubomoa maisha ya watu. Watu wako mahali fulani tu hivi, Mungu natoka hapa lini? Mungu nasogea lini? Mungu yupo. Nasema wanajuhudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Kuna wakati mwingine tunaweza tukawa karibu na Mungu sana lakini tunakufa. Sio kama mnanielewa? Ndio maana siku moja mhubiri akasema usiwe na haki kupita kiasi. Maana hata wenye haki hufa. Kuna mahali tunahitaji maarifa. Sawa, watu wangu wanaangamizwa kwa kosa maarifa. Ubaya wa hizi mithali, zikishaenda kinabii zinatusubiri. Ubaya wa hizi mithali zikishaenda kinabii zinakusubiri, alafu zinatokea hivyo. Ndio maana waraka wa Petro wa pili, mlango wa pili, mstari wa 21 na 22 anasema na itatukia kama hiyo mithali. Hebu soma pale. Yaani kiwango mithali ilivyokaa ndivyo watu huwa wanateketea hivyo. Anazungumza habari ya yule ambaye anayarudia matapishi. Ukisoma ile habari ya yule anayerudia matapishi, ukisoma pale ile habari ipo, ilikuwepo. Kwa hiyo atakayeanguka maana yake kuna kutimia. Hebu soma 1, 2, 3. Petro wa pili, mlango wa pili, mstari wa 21 na 22. Petro wa pili, mlango wa pili, mstari wa 21 na 22. Maana ingekuwa heri kwao wasingalijua kuliko kuijua kisha kuiacha. Lakini imetukia kwao sawa sawa na ile mithali cheki, yani ameanguka. Wakati anaanguka, lile anguko linatokea ni kulingana na ile mithali ilivyokuwa. Ni maskini, umaskini wake umetukia kulingana na ile mithali. Ni fukara, ule ufukara wake ni kulingana na ile mithali. Ni mgonjwa, ugonjwa wake umetukia kulingana na ile mithali. Mnanielewa? Ni vurugu mnaziona kwenye familia yao. Hilo boma linavurugika sasa hivi, limeanza kubomoka, ni kulingana na ile mithali. Ile mithali imeanza kukamilika. Imeanza kukamilika. Sasa kacheki watu wengi sana duniani, kawaangalie. Ukienda sasa hivi ukawahubiria hichi kitu, alafu wasikilize, waulize wanaishi wapi, watakwambia kuna mahali naishi kwenye mithali fulani. Ni watu wakubwa wa maana, lakini kuna mithali imewasokota, wamekuwa hawana kitu cha maana tena. Ni watu wenye sifa na heshima, ni wasomi, lakini wamefika mahali wameanza kuwa kama sio wasomi. Kitu gani? Imetukia sawa sawa na ile mithali. Wapo pale tu wasomi, lakini kawaangalie kule nyumbani kwao kuko kama hakuna aliyesoma. Ulisha kwendaga nyumba ambayo kuna watoto wasomi, baba na mama wamejitahidi, wamefunga mkanda ile anasema funga mkanda, pambana, funga mkanda, pambana. Walipambana wazazi, watoto wakasoma wote. Hakuna hata mmoja alishia kayumba. Si ndio? Alafu nenda kwao, kuna watoto 8, watoto 7, watoto 10, lakini kamwangalie anaishije. Au kaangalia ile nyumba pale, kaangalia ile mazingira pale. Unajua kuna mithali inatimia hapa. Sio kwamba hawa vijana hawana akili hawa. Wana akili. Lakini kuna mithali imeshawasokota. Hata hichi kitu hawezi tena kukibadilisha hawa. Wanaona hii situation, wanaiona na wanakuja wanaiona, wanaondoka na watakuja tena, watakuja wataondoka tena na wakati mwingine. Kitu gani? Kuna mithali. Hebu simama. Hebu simama.
Hebu sema Bwana Yesu. Mandiri ya sakarabaka. Mandiri basira bashatabada. Bwana Yesu, niko mbele zako. Majira haya ninajua kwenye ulimwengu wa roho iko namna ambapo kuna mithali zinaishi, zinanipiga, zinaishi, zingine za masimango, zingine za kejeli, zingine za unabii, zingine za mafumbo, zimekaa na hazijafumbuliwa. Bwana, zimeendelea kunishika mahali. Mungu wa Israeli, baba yangu, baba yangu, baba yangu, ninakuomba mchana wa leo, nisaidie, nisaidie. Hebu inua mikono yako, tutaimba hivi bila vyombo, tutaimba Yesu, 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 jina lako lina nguvu. Bila vyombo upaze sauti, alafu tutaingia kwenye maombi. Kabla ya kwenda kushiriki hiyo meza, ingia kwenye maombi kwa dakika chache. Alafu baada ya kushiriki, ukishiriki unamwambia Bwana, ninashiriki. Hata kama kuna fumbo, hata kama kuna mithali ya masimango juu ya familia yako, nashiriki kwa niaba yao, nashiriki kwa niaba ya ndugu zangu, baba, mama, kaka, dada, nashiriki kwa niaba ya ule mji. Mandiri ya saka. Kuna nguvu zitapita ndani yako. Utajikuta unaomba katika roho, utajikuta una upako. Wakati unaomba, kuna vitu vitaanza kuachia, kuna vitu vitaondoka, kuna hali zitaachia. Mwambie Bwana, ni wewe ndiye pekee. Taimba bila kibodi, na mikono yako juu. Yesu, oh Yesu, Yesu, oh Yesu, hallelujah. Yesu, oh Yesu, jina lako, jina lako lina nguvu. Yesu, 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 oh Yesu, hallelujah. Yesu, oh Yesu, hallelujah. Yesu, imba bila vyombo tena. Oh Yesu, jina lako, jina lako lina nguvu. Imba tena bila vyombo. Yesu, 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 oh Yesu, hallelujah. Yesu, oh Yesu, hallelujah. Yesu, oh Yesu, jina lako lina nguvu. Nataka uimbe tena kwa sauti kubwa bila vyombo. Yesu, Yesu, oh Yesu, hallelujah. Yesu, oh Yesu, hallelujah. Yesu,
jina lako, jina lako lina nguvu. Hebu inua mikono yako. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mandiri basakara washanda. Riba rabli sotamanda katabadibo shandaba. Randi korana mashata da babi sakara mama. Inua mikono yako juu. Watu wanaishi pale Maindiri kara. Kuna nguvu ya mithali. Jesus, upako uko juu ya watu hapa. Upako uko juu ya watu. Upako uko juu yako. Rindi bakasata mantikiri basira. Rindi liriko satanda da baba. Manderi ya sikiri bakora mashanto dididi sakaya manda. Rapi antondora la basaka. Wako watu wanaishi kwenye mithali za masimango na kejeli. Mandere bekura. Mbingu zimefunguka dada juu yako. Kuna upako unashuka juu yako kukusaidia kuomba kugua kusikoweza kutamkwa. Kuna nguvu zinaachiliwa juu yako mama. Kuna nguvu zinaachiliwa juu yako. Kuna nguvu zinaachiliwa. Wako wachawi walikuja wakasimanga hatua mliokuwa mnaiendea, wakaachilia mithali ya masimango juu ya hatua. Wengine hatua zao zilisimangwa walipokuwa kwenye hatua ya elimu wakiwa sekondari. Manderebesekeriba kora. Manderebe sakaraba shanda. Manderebe koria saka. Tutaimba tena Yesu, Yesu, jina lako lina nguvu. Naona nguvu za Bwana zitapita hapa, zitapita hapa. Oh, ziko nguvu ndani yako. Omba kwa kiwango ambacho hizo nguvu zitakusaidia. Omba ukisikia kunena nena. Tutaimba tena mara nyingine. Rapakataba raba ya sakata randori ya sira. Jesus. Yesu. Oh Yesu, my Lord. Yesu. Oh Yesu, my Lord Jesus. Yesu. Oh Yesu, jina lako lina nguvu. Yesu, 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 my God. Oh yes, my Jesus. Yes, hallelujah. Oh yes, Jesus. Yes, oh yes, jina lako lina nguvu. Yesu, Yesu, hallelujah. Oh Yesu, manderi basaya manara blosa. Oh yes, hallelujah. Yes, oh yes, jina lako
Ninaona nguvu za Bwana zinazoambatana na jina la Yesu katikati ya ibada hii tayari zimeachiliwa kwa ajili ya watu kadha wa kadha hapa, kuwasaidia kuondoka katikati ya hizo mithale. Bwana wa mabwana, rikantamanta dakasaya, ni wakati wako. Ninaomba Bwana, roho wako ugue pamoja na roho ya huyu mama, roho ya huyu dada, roho ya huyu kaka, roho ya huyu baba, roho ya huyu kijana wa kike na wa kiume. Bwana, ziko mithale zinazosimanga, zinazokejele, zilizofungwa kwenye mafumbo. Bwana, zimekaa kwenye unabii, zinaharibu maisha ya watoto wako. Wengine wamekwama kwenye hatua mahali, wamekwama kwenye hatua kwa sababu wameshikiliwa na hizo mithale, hawasogee. Bwana, hatua zao zimeishia pale. Ni kama yule Babeli alivyokoma, ndivyo watu hawa wamekoma. Kuna eneo wamekoma, kwenye eneo la uchumi kuna mahali wamekoma, kwenye eneo la kazi kuna mahali wamekoma, kwenye eneo la ndoa kuna mahali wamekoma, kwenye eneo la maisha yao, kwenye familia kuna mithali inatimia iliyoachiliwa. Yuko aliyeachilia ile mithali, aliyewapiga yuko amewapiga kwa hiyo mithali, kwa uganga, kwa uchawi, kwa mapepo. Bwana, majira haya sikia, ninaomba nguvu zako juu ya huyo mama. Yes, pokea nguvu za kuendelea kuomba. Pokea. Naona upako juu ya watu hapa. Kandaraba shaka, kandaraba kora, hiyo mithale yenye kejele iliyokuwa imetangulia kusema juu yako, saa hii unaishi kwenye hiyo hali ya hiyo kejele, ya hiyo hali ya hiyo simango. Umekaa pale. Mungu wangu na baba yangu anakusaidia dada, uliyeko online, uliyeko mahali, mbingu zinakusaidia, uwezo wa Bwana unakusaidia. Kandaraba shaka, hiyo mithale inaharibiwa kwa damu ya Yesu. Iko damu inenayo mema kuliko damu ya Abeli. Iite mahali ulipo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba mama, endelea kuomba mtumishi wa Bwana.